Okay, sasa episode ya pili inaendelea hapa. Anaanza kumlalamikia mwanamke, wewe, mimi nimekuona kitendo kizima, sio kwamba sio amekuletea matunda sio machafu na nini. Wewe amekuletea matunda kwa upendo, ukamwagia maji. Ukamwagia maji. Mimi sijamwagia, yani yeye mwenyewe kaja na maji, alitaka kunimwagia mimi nikayapanchi, nikamwagia mwenyewe. Sasa wewe, hivi unanijaribu mimi sina akili wakati nimekuona wewe ndio umemwagia maji. Wewe ndio umemwagia maji, nimekuona, nimekushuhudia. Unamnyanyasa kila siku, maana yake nini? Hatuishi hivyo na watu, mke wangu. Watu wanaishi hivyo. Nakwambia watu wanaishi hivyo. Kisa ni mfanyakazi wa ndani au unamuonaje? Kwa kuwa amevaa vibaya vibaya. Mtu amekuletea matunda kwa upendo, lakini wewe ukaanza kumpiga piga. Sasa kibonge kabisa alianza kumlalamikia mke wako, anamwambia wewe mwanamke wewe, sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie kitu wewe. Wewe utakuja kulaaniwa wewe. Nakwambia kabisa live. Mimi licha ya kuwa mke wangu, lakini hii tabia ya leo sijaipenda. Kila siku naambiwa na mlinzi wa getini ananiambia unamnyanyasa house girl. Kwa nini? Kwa nini unakuwa unanyanyasa wafanyakazi? Wewe nani? Ipo siku mwenyewe utakuwa mfanyakazi. Acha kunyanyasa watu wewe. Mshahara mwenyewe mdogo 40,000. Unamnyanyasa kutwa nzima. Mimi sijamnyanyasa, yeye mwenyewe tu anajifanya sio kunisingizia mimi. Wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Toka nje. Get out. Toka nje, usiniongelee ushamba wako. Toka nje. Utajua kwamba utaenda kujifunzia wapi. Hata hiyo mimba mimi sijui kama ni ya kwangu. Kulingana na matendo na tabia yako mimi siamini kama mimba ni ya kwangu. Sasa kibonga alichoamua kabisa, alimtimua mke wake, kamtoa nje, karudi kwa mfanyakazi. Sasa anamwambia nisamee sana, ushakuwa kama ndugu yangu. Mimi na mwaka mzima tumekaa mwaka mzima hapa mimi na wewe. Huyo ametukuta hapa, amekukuta wewe, amenikuta mimi. Lakini nashangaa na kunyanyasa. Anakunyanyasa, bora nikunyanyase mimi lakini sio yule. Na mimi siwezi kukunyanyasa wewe kwa sababu mimi nakupenda. Tumetoka mbali. Sasa kibonga kaanza kumuelekeza kabisa mfanyakazi wake, akamwambia usijali, mimi nitakuongezea mshahara, utakaa kibosi, mambo yatakaa vizuri. Sasa yule bibie kabisa alisema, bosi, au nipe tu nauli nirudi nyumbani. Anasema hapana, yeye yule kakukuta, usijali wewe, tuendelee kukaa hapa. Hayo mambo madogo yataisha hayo mambo madogo. Sawa? Sio, umenielewa? Sasa najua kabisa utakuwa umejifunza kitu. Episode ya pili itakuwa imeishia hapa. Jamani, tujifunze kuishi na wafanyakazi wa ndani. Licha ya kwamba wao wanatufanyia kazi, wanatupikia chakula masaa 24, lakini tuwaheshimu. Mungu mwenyewe anapenda unapomheshimu mtu na kumjali katika nyumba, licha ya kumlipa mshahara. Lakini sasa tuangalie na haki za binadamu. Sasa kibonge kabisa akabaki kujifikiria. Anasema yani, mke wangu, sikuamini kabisa kama atafanya kitendo kama hiki. Kichwa mpaka kinaniwasha. Hakuna mwanamke hapa. Huyu mwanamke anaonekana huyu changudoa huyu anaonekana mtu fulani. Yani anamwagia maji mtu usoni. Kwa nini? Mtu kashanao asubuhi unamuongezea maji mengine. Ya nini? Namna gani vipi? Sasa kibonga alichanganyikiwa kabisa, akawa anawaza kuleta mchumba mwingine, aongeze mke mwingine kabisa ndani ya nyumba.